anahangaika huku anapiga miayo wakati akifanywa kisomo cha ruqya au dua, basi hiyo ni dalili mojawapo ya kumjua ndugu yenu au kujua mgonjwa wako huyo anasumbuliwa na kijicho, anasumbuliwa na hasadi. Ama dalili ya pili tunasema nuasu waraghabat fi naumi, ni wakati ukiwa unamsomea dua pale unamkuta mtu amelala, yani amekuja kwa shida zake, kwa mitihani yake, sisi tumemwelekeza qibla, tunamuombea dua kwa Allah tabaraka wa taala kwa hurma yake na uwezo wake, amuongoze katika khairi yake, amuondoshee balaa lake lilomfanya kutoka huko mpaka kuja kufika hapa. Lakini ajabu ya Rahmani, utamkuta unamfanyia kisomo pale, ye mwenzenu amelala, anakoroma kabisa usingizi. Hiyo mkishaona hivyo, ni dalili ya kujua kwamba huyu amehasidika, huyo ana kijicho, amefanyiwa kijicho. Ama dalili ya tatu tunasema kad yahduthu lil ma'yun ighma'at khafifa, huyu mwenye kufanywa kijicho wakati anapofanywa kisomo pale anaweza akapatwa na ighma'u katika kisomo kile. Kwa hiyo iko namna hiyo. Lakini kad yash'uru bitakhdiri fi jismi wa rubbama fi ahadi shiqqihi al-ayman aw yasr, kunasema kwamba anaweza akapatwa na jambo ambalo litakalomletea shida katika mwili wake, hasa katika upande wake wa kulia au upande wake wa kushoto wakati ukiendelea kumfanyia kisomo. Hiyo ni dalili mojawapo ya kujua kwamba huyu amepatwa na hasadi. Ama dalili ya tano tunasema hararatu fil badani wa rubama shu'uru biha takhruju min atrafihi, ni mtu kuwa wakati unamfanyia kisomo pale anakuwa anapata joto kali, yani mtu amechemka wakati wa kisomo kile pale. Sasa hii ni tatizo mojawapo ya kumjua kwamba huyu amesibiwa na kijicho, amesibiwa na hasadi. Ama dalili ya nane tunasema farqul ainaini bishidda, ni kuwa anapekecha macho wakati wa kisomo, anakuwa anapekecha macho, yani yeye ndio anasomewa dua lakini anakuwa anajipekecha macho sana. Hii ni dalili mojawapo ya kujua kwamba huyu mtu amepatwa na hasadi au amepatwa na kijicho. Ama tatizo lingine wakati wa dua, kuthrati tabawul, atakuwa anaomba sana, naomba niende haja ndogo nikakojoe. Itakuwaje wewe uombe haja ndogo uende ukapate haja ndogo wakati sisi tumekuweka hapa na tumeshakuandaa kwa ajili ya kufanyia kisomo na ruqya kubwa kwa Allah tabaraka wa taala, lakini atakuwa anakulalamikieni kwamba kuna mkojo umemkamata sana, anatamani aende akapate msaada wa kuweza kujisaidia. Kwa hiyo hali kama hizi ndugu zanguni ndizo hali zinazowatokea watu ambao waliopatwa na hasadi, watu ambao waliopatwa na